Hello Mr. Shash. Nataka nikueleze step by step. Ukifuata hizi step zitafanya program iweze kurun kama ilivyokuwa ina run kwenye kompyuta yangu. Cha kwanza unachotakiwa kufanya, unafungua this PC, unafungua sehemu ambayo nimekupa lile file, lile folder package nzima. Lakini sasa unachotakiwa ufanye ni kwamba unakiweka, yani unakuwa na ile folder kwa mfano ile folder niliyokupa kabisa, ile package nzima ambayo ni GB 56 ambayo ni hii hapa, unalifungua ili hapa ndio utaload nao kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unahodili na kitu kingine, lakini ninachotaka ufanye delete hii hapa. Ukidelete hii hapa, delete kwa sababu gani? Nitakwambia kwa nini hapa inakuja, kwa nini una delete, na pia utaona inakujaje. Ukisha delete hii hapa, umeona, unakuja unafuata zile step 1, umeona. Okay, tunaendelea. Okay, una window, okay, una install. Yes. Inakuja next, afu accept, next, afu napiga next. Sasa hapa hivi kabla hujasema next, hapa kwenye nini kuselect, unaambiwa hapa select the folder in which setup should install the 32-bit VST plugin DLL file. Sasa hapa ni very important. Hii DLL file unatakiwa browse kwenye lile package, unatakiwa direct kwenye ile package nzima ambayo nimekupa, ile folder nzima ambayo la 56 GB ambayo ni hii hapa. Okay, ambayo ni 52 GB, ambayo ni 56 GB ambayo nimekupa, ambalo ni hili hapa, ambalo ni la crack la step, ndo na click hili lote ile, afu nasema okay. Kwa sababu gani? Nitakuja kuelezea kwa sababu gani. Utapiga next. Ukishapiga next, uta install nini, kila kitu. Kwa ajili nimesha install, sitafanya vile vile, utafanya kwa 64 hivyo. Then after ukishamaliza, au unaweza kufanya tu 32, sawa, lakini unafanya zote. Ukishamaliza sasa hapo, ukishamaliza kuinstall, unakuja kwenye masuala ya nini, data update. Hii data update ni very important, kwa sababu hii data update ndio inafanya, ndio unaona kama hii Steam folder, ili Steam folder ndio lina 55.5 GB. Ili Steam folder hili ndio ambalo lina content ya ile milio yote, umeona. Sasa hapa ndio naifanyia update. Ukifanyia update, una install kama kawaida. Yes, sawa. Ukiinstall, napiga next nini, alafu itakwambia nini sasa, Steam folder. Hapa itakwambia kuhusu sasa Steam folder ya hii hapa ni ile Steam folder ambayo limetoka kwenye package nzima ya nini, ya ile file ambalo limekupa, ambalo la 56 GB ambalo linapatikana, mimi kwangu linapatikana hapa hivi. Steam folder yake ni hiyo ambayo ya data update, hiyo unaiclick, ambayo ndio hii hapa, ambayo huko kwenye nani utaidirect hivyo. Utaenda kwenye step 1, step 2, unafu tap, utaona pale Steam folder yake, utaiclick okay, ni next, kila kitu, afu itakubali kuinstall. Mimi kwa vile nisha install, haina haja tena kuinstall upya. Alafu unakuja kwenye hii hapa. Hizi ni plugins zingine, sema kama ni milio mingine ambayo nafikiri ni imeingia labda kama sema partnership na Omnisphere au hii Spectrometer, kwamba nao zinapatikana huko matrillion user, nao una install hivyo. Pia kuna please read me hapa, inakuonyesha jinsi ya kuinstall, inakueleza Steam folder utaipataje na kila kitu, umeona. Unaenda Windows, una install papo. Ukisha install, una direct, ikiwaambia Steam folder direct hapa hivi kwenye Steam folder yake original ya nini, ya hii step 3. Vile vile step 4 unafanya Windows, una install. Ukisha install, Steam folder yake ndio hiyo ambayo umeipatia kwenye setup yake, ambayo ndio hii hapa. Ukiona direct, hope unajua ku direct. Haya, sasa ulivyo install hapa hivi mara ya kwanza kwenye window hii Omnisphere, ulivyo install mara ya kwanza, lazima kama ulidirect, kwa sababu nilikwambia lazima udirect kwenye original file package zima ya nini, ya Spectrometer hii hapa ambalo nilikupa la 56 GB, hiki kitu kitatokea.
kwa sababu as long as mara kwanza suli delete, kwanza kitu umekidelete kwenye hiyo folder niliyokupa, ni umedelete kwa sababu nilikuwa nimesha install ya kwangu mimi. Umeona? Hata lakini ukisha install hii hapa, itakupeleka ukisha install hii hapa ukaidirect kwenye folder ambalo original folder, itatokea kitu kama hiki hapa. Sasa kitu kama hiki hapa kitakuwa kija, hiki ndio tunachodili nacho ili kiwe activated, ili iweze kufanya kazi. Wanasema kwamba inatakiwa ikae karibu hapa ili iweze ka interact na hizi haraka. Umeona? Ambapo hii hapa si ndio nenda kuitafutia kwenye nani, kwenye FL Studio. Ndio tufungue FL Studio. Hii hapa sasa kwenye FL Studio unatakiwa una kwenye plugin unatakiwa una add. Ngoja nikuonyeshe. Unaona kama hapa more plugin. Unaona tap, unapiga more plugin. Shafunguka, una manage. Ukisha manage hapa hivi kwenye hii folder hapa una add. Ukiadd una add ile destination ya ile folder package nzima niliyokupa. Ndio maana nakwambia hapa tutadili na folder la package nzima tu, ambalo sisi la kwetu ya kwangu ipo kwenye, niliweka kwenye hii hapa, nikaweka kwenye hapa hivi, ambapo ni hapa, hii hapa hivi, ambalo lina step 1 step 2 3, kwa na click hii hapa, afu nasema open. Shafungua, itatengeneza kitu kama hiki. Umeona? Spectrometer ni nini / umeona? Sasa hapo ukiwa na start to scan, sasa itascan, ikifika hapa itaenda specific kwenye pale spectrometer, kwa sababu hata mimi kwangu siko spectrometer. Hii hapa hivi destination yake iko kwenye drive Ushafungua drive hii hapa, hiyo spectrometer hii hapa ndio ita scan, ambayo itatafuta hii DLL file, ambayo DLL file ndio litaonekana hapa sasa kama hivi. Omnisphere kama hii ndio file ambayo litaoneka, ambayo ile file limekuwa directed from ambayo hii Omnisphere 64 bit ndio hii hapa, ndio ile file hapa limekuwa directed. Ukishamaliza hivyo unafanyaje? Kisha kubali sasa ndio unaenda kufanyaje? Kufungua. Utaiona Omnisphere hapa, utaifungua 64 bit. Ukishaifungua Omnisphere 64 bit pap, itafunguka. Alafu itakwambia kucopy zile key pale, kwa sababu mimi nimesha install hiyo Omnisphere, haina nanili, haitanipa hizo key, iko straightforward. Kwa sasa ile keys zile unazicopy. Ukishazicopy sasa ukishazicopy hizo key unafunda ile ni key au nini inaitwa, ile ni URL, ni kama maneno mengi jana uliokuwa unaniambia, una close. Ukisha close unafungua mnyama antivirus, inabidi umdeactivate antivirus. Kwa kudeactivate unafungua na click hapa, funda kwenye virus and threat protection, unapiga tap, unapiga off, inakwambia yes. Ukishamaliza unaenda kwenye crack sasa. Umeona crack pale, unafungua crack tap, itafungua. Unafungua, nikwambia usome R22 file text, ni hapa ambalo nakupa instructions, lakini mimi kwa jinsi ninavyokuelekeza ndio hivyo, ukifanya utasucceed. Kuna hiyo keygen, inaitwa keygen. Hasa hapo utapaste zile code. Ushapaste zile code, utasema patch. Sasa kwenye patch unaenda kutafuta lile folder nililokupa, lile package zima ambalo mimi kwetu tuliona liko kwenye afu nini Spectrometer, ambao ni hii hapa. Hii hapa ndio utayofanyia patching. Unasema open. Ukishafungua open, una click patch. Ukisha click patch hapa itakuandikia patch successful. Ukishamaliza hapo una exit chap. Umeona? Ukisha exit unakuja kufungua nini? Unakuja kufungua nani FL Studio yako. Ukishafungua FL Studio yako, unaenda kufungua Omnisphere. Omnisphere itafanya kazi. Kama ukipachi kakataa, umeona, ukipachi itakataa, inabidi sasa ukifungua hii, umeona ukifungua hii, umeona una paste ile nanili, ile nini, wewe fanya kwanza hivyo, alafu tukiona inakataa, au unajua unafanyaje? Okay, okay, nitakuwa kuna kitu nimekikosea.
inaweza kuwa kwamba ukifungua FL Studio Omnisphere, mimi kwa ajili nimesha install, haitanipa ile process za mwanzo, nimeshasahau za mwanzo. Kwa kama inakupa uandike upaste upaste zile upaste code, upaste challenging, sijui upaste nini, unakuja hapa hivi, njia nyingine, unakuja hapa unasema yes, una install, una click nini, una click. Ukisha copy zile URL ambazo umezipata kwenye FL Studio, unakuja kuzipaste hapa hivi, I think ni hapa, sijui somewhere, afu una generate. Kisha generate, una patch kwanza, sema nimesahau. Ukisha open hapa hivi, unakuja kugenerate na kuletea URL hapa chini hapa hivi. Hizi unazichukua, unazikopi, umeona, ushazikopi. Lakini kwenye kupatch unakuwa tayari umesha select kwenye Omnisphere file ambalo original file ambalo lipo kwenye kwenye ile package nzima iliyokupa. Alafu ukisha generate itakuja namba hapa, alafu hizi namba hizo zote unazikopi na hizi kitu kama hicho. Hiyo ni other way. Alafu unafanyaje? Unafungua Omnisphere chap, alafu kuna sehemu pale una paste, alafu unasema sijui okay something kitu kama hicho, umeona. Alafu ndo ikizengua wote aniambia, kwa sababu ukishaipaste hiyo afu ukasema okay au sijui ni okay sijui ni nini hapa kwenye Omnisphere, ukifungua utabidi ufanyaje, itakuwa kama ina stack fulani, afu FL Studio inaweza kazima, lakini ukija kufungua baadaye itafanya kazi. Kwa hiyo hivyo lazima itakubali. Kitu kingine kama kikushinda utaniambia, tutajua jinsi ya kufanya, hata tutaelekezana kwenye video call.